Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Sheikh Yahya Muhammad Mpumba, makamu mwenyekiti wa Umoja wa Maimamu Tanzania UMATA. Nashukuru ndugu wa Tanzania, pia waandishi wa habari mlioko mbele. Ni siku nyingine tumekutana hapa kwa ajili ya kuzungumzia masala mazima ya taifa letu na mwenendo wa taifa letu kwa hali ilivyo hivi sasa. Watanzania, ni kwamba kuna hali inayoendelea katika taifa letu ya mtafaruku ambao unalazimishwa na baadhi ya watu au makundi ya watu, haswa tukichukulia matukio yaliyotokea kabla ya uchaguzi. Kuna maneno yalisemwa, lakini wakati wa uchaguzi yalifanyika hayo, lakini baada ya uchaguzi kuna matukio makubwa ya kushtusha ambayo hayajawahi kutokea katika nchi yetu. Hivyo basi tukaona tuje hapa tukutane, tuongee na Watanzania wote kwamba kura ni haki ya kila Mtanzania kwa mujibu wa katiba ya taifa letu. Tawala zote zilizopita zilikuwa zinaingia madarakani kwa kupata ridhaa ya wananchi wake kwa kupigiwa kura. Kwa hiyo kura ikawa inaamua nani aongoze nchi na taifa letu kwa kipindi ambacho katiba imeweka. Hivyo basi kukatokea makundi ya watu, haswa wanasiasa, wakitamka wazi wazi michakato ya uchaguzi wao, wakasema wanajitoa katika uchaguzi. Lakini sio tu kujitoa, wakawa wanahamasisha wale wenye haki ya kupiga kura na wenye wasipige kura. Wao waliikataa haki ya kupiga kura, wakataka na wengine nao wasipige kura. Lakini sio kutopiga kura tu, bali walisema watavuruga mchakato mzima wa kupiga kura. Na hilo jambo tumelishuhudia, sio la kusimuliwa, kila mtu ameliona na kulisikia. Baya zaidi ambalo linatupelekea mashaka makubwa, viongozi wa dini waligawanyika. Kuna viongozi waliokuwa wakiombea amani, uchaguzi upite kwa amani na utulivu kama ilivyo katiba yetu inavyotaka, lakini pia kuna viongozi ambao wao walisema moja kwa moja kwamba mchakato wa uchaguzi si halali, kwa maana waliungana na vyama fulani vya upinzani wakiwatia nguvu kwamba wao wanaunga mkono upande wa upinzani, kwamba serikali iwasikilize wale bali isifuate utaratibu wa matakwa ya kikatiba. Kwa kuwa uchaguzi ni takwa la kikatiba, serikali ilisimamia msimamo wake mpaka uchaguzi ukafanyika. Lakini pia viongozi wa dini, haswa maaskofu, na maaskofu hawa haswa wa kanisa Katoliki, wao walionyesha wazi wazi wapo upande gani, hali ya kuwa wao ni viongozi wa kiroho, si viongozi wa kisiasa, bali wao waliamua kuingia moja kwa moja kuwaambia viongozi wa siasa na wanasiasa na wafuasi wao waingie katika mgogoro na serikali, huku wakati fulani wakisema sisi hatuna mgogoro na serikali, lakini kwa upande mwingine wanasema kabisa kwamba mchakato wa uchaguzi si halali, kwa maana hakuna haki. Na wao wamekuwa wakizingatia sana kwa maneno haki, na wakiwapinga viongozi wa dini nyingine na madhehebu mengine mbalimbali ambao walikuwa wanasema amani. Kwa hiyo mambo haya mawili yalikuwa yanapiganiwa kwa pande tofauti, kila mtu alikuwa amesimama upande wake akiwa anavuta kitu chake. Hawa wanasema haki, hawa amani. Lakini Watanzania, kwamba haki na amani ni vitu ambavyo vinaenda pamoja, ni kama vile haki na wajibu. Huwezi kupata amani bila kuwa na haki, na huwezi kupata haki bila kuwa na amani. Kwa hiyo amani ndiyo mkeka wa kukalia kutafuta haki, yani amani ndiyo daraja la kupita kwenda kutafuta haki. Bila kuwa na amani huwezi kuwa na haki. Lakini pia maaskofu tunashangaa kwamba shida yao haswa ni kitu gani? Kuna mambo yamepita, kama wao walikuwa wapenzi wa kuijua haki, walivyoingia katika MOU na serikali, hatukuona wakisema kwamba kuna Waislamu nao wapate fungu, lakini mafungu yote ya serikali, ruzuku mbalimbali zilikuwa zinaenda katika makanisa, kwa maana hospitali zinazomilikiwa na shule na makanisa, lakini pia miradi mbalimbali ilikuwa inafanyika kupitia makanisa. Kwa hiyo Waislamu waliendelea kubaki kimya bila kuhoji wala kuleta vurugu katika kudai haki. Haki ilikuwa inadaiwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa, na pale serikali ilipogoma wala Waislamu hawakuleta fujo yoyote. Lakini maaskofu tunashangaa tatizo lao nini, haswa pale ambapo Waislamu wanapoyaendea mambo yao. Wamekuwa ni wapinzani hata katika masuala ya kiibada ya Waislamu, mfano kuhukumiana katika mahakama ya kadhi. Mahakama ya kadhi ni mtakwa la kisheria ya Kiislamu, wahukumiwe kwa mujibu wao.
Lakini pia hata hayo mahakama ya kadhi yalikuwa yana mambo maalumu ambayo yanaenda kushughulikiwa, si mambo yote kama walivyokuwa wakifanya propaganda kwamba watakatwa mkono, si watafanywa nini, Muislamu akiibiwa na Mkristo atakata mkono. Haikuwa hoja. Kwa hiyo maaskofu tunashangaa kwamba shida yao ni ipi, kwa maana ya wanapokuja watawala Waislamu, haswa mtawala wetu tuliye naye sasa, amefanya mambo mazuri, lakini pia wanaendelea kumpinga bila sababu za msingi. Na vile vile viongozi wa dini ambao tunashangaa wanaochochea vurugu, uharibifu, fujo na vile vile uvunjifu wa amani, wale waliofanya fujo wanaungwa mkono bila kujali, na wakihoji swala la vifo vilivyotokea bila kuangalia chanzo cha vifo hivyo. Lakini pia tuliwasikia viongozi wa chama cha upinzani moja kwa moja wakisema wazi wazi kwamba hawatashiriki katika uchaguzi, na si tu kutoshiriki, bali walisema wataasi na kufanya fujo. Sasa hii katika nchi yetu ni jambo ambalo ni geni, halipo. Lakini pia haya maneno yalizungumzwa kabla ya uchaguzi, na hatukuona kanisa likitoa neno la kuzuia uasi, bali limekuja kujitokeza baadaye kwa ajili ya kuunga uasi. Maaskofu wana shida gani na mtawala huyu wa sasa? Ikumbukwe kipindi cha mtawala wa nyuma aliyetawala kabla ya huyu, ambaye alikuwa na dhehebu lao. Kuna mbunge na mwanasiasa maarufu alipigwa risasi mchana kweupe. Hawakusikika maaskofu hao kusema chochote. Mbona mnataka kutuharibia taifa letu? Kiongozi wa dini gani anayechochea uharibifu, fujo na uvunjifu wa amani? Kura ni haki ya kila Mtanzania, lakini cha ajabu hao wapigania haki, wakiwemo maaskofu wa kanisa kubwa, wanatetea kushabikia kufanya fujo, ambao wanazuia wananchi kupiga kura kwa kuwakata vidole vyao, kwa kuua baadhi ya askari, kuchoma mali za serikali na watu binafsi, na kuiba mali za wananchi na kusababisha vifo kwa wasio na hatia. Maaskofu na viongozi wa dini hao wana nia gani na taifa hili? Inawezekana kabisa maaskofu na viongozi wa dini hawa ni wahusika wa fujo hizi. Sio jambo jema kuwa na chuki kipindi ambacho kila Muislamu anapokuwa mtawala. Acheni tabia hii, mwogopeni Mwenyezi Mungu.